Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na watakao muona Mungu ni wale waliotakaswa, walioacha vya dunia, wametupa vyote vya dunia, wakamgeukia yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Hawa ndio watakao muona Bwana, na hawa ndio watakao mlaki Bwana mawinguni. Na kama wewe utajitenga na dunia, kumbuka ya kwamba hutaweza kumuona Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Watakao muona Bwana ni watakatifu wote, wameoshwa dhambi zote, wameoshwa dhambi zote, wametakaswa, waliotembea kwenye njia ya kweli, waliotembea kwenye njia ya utakatifu, waliotembea kwenye njia iliyonyooka, si njia iliyopindapinda, bali njia iliyonyooka. Hao ndio watakao muona Bwana. Kama wewe unafikiria kwamba utamuona Mungu kwa kutokutembea kwenye njia ya utakatifu, hutaweza muona Bwana, kwa sababu yeye anasema ya kwamba katika maandiko yake watakaomuona ni wale waliotakaswa tu, ni wale waliojitenga na ulimwengu, ni wale waliosafishwa, ni wale waliotakaswa, 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 ni wale waliooshwa kwa damu yake ya thamani, ikawasafisha dhambi zao, wakajitenga na ulimwengu, wakajitenga na dunia, wakajitenga na anasa za ulimwengu. Wasikilize mwanadamu, waimbaji wameimba, wahubiri wamehubiri, wainjilisti wameinjilisti, wametoa injilisti, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kulifundisha neno la Mungu asigusie dhambi. Lazima kila usomapo neno la Mungu limekataza dhambi, kwa maana maandiko yametuambia wazi kabisa ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa maana hiyo tunaamini ya kuwa yeyote anayetenda dhambi ni wa ibilisi, na siku akifa katika dhambi hiyo hataweza kumwona Mungu, ataenda jehanamu ya moto, atadumbukia kule kuzimu. Sikiliza, njia ni nyembamba, ni nyembamba, ni nyembamba, iendayo katika uzima wa milele, nayo imesonga. Na njia hiyo wachache watakaoipitia, wachache watakaomuona Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza watu wa Mungu, niwaambie ya kwamba waweza kufikiria ya kwamba kwa nini nasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Hakuna mkulima anayelima asitegemee kupata mavuno. Yeyote anayepanda, anapopanda mahindi, anategemea kwamba hatavuna mahindi mmoja, bali atavuna mavuno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unapanda karanga moja, lakini katikati ya shina ambapo ulipanda karanga moja unavuna karanga nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu wamefundisha, wamehubiri, lakini acha niwaambie watu wa Mungu, njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba. Njia ya kumuona Yesu Kristo ni nyembamba. Na kama unafikiri ya kwamba utatumika yale mama na ipo siku muone Mungu, sahau, hutaweza kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pia sifa. Tangu Jumatano tumeanza kufundishwa neno la Mungu. Tumeanza kufundishwa namna ya kula Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini acha nikwambie kitu ambacho nikawa nakisikia ya kwamba usije ukaila Pasaka ya Yesu kwa mazoea ya mwanadamu. Usije ukaila damu ya Yesu kwa mazoea. Ukaila damu ya Yesu kwa mazoea. Ukaikata Bwana kwa mazoea. Kama wao una dhambi, usizobote kunywa damu ya Yesu. Usizobote kula mkate wa Bwana. Maana watakaoiona nguvu ndani ya mkate, ndani ya damu, ni wale waliotakaswa. Kama wana mchanganyo, sikiliza, haijalishi umeshiriki meza ya Bwana, haijalishi umemega kati wa Bwana, utabaki hapo hapo, kwa sababu Yesu hazoeleki mwanadamu. Yesu hazoeleki, na wengi wanakula mkate wa Bwana kwa mazoea. Wameizoea damu ya Golgotha, Yesu aliyoimwaga pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kisa
kubembeleza kwenye uovu. Wewe ni mzinzi, kwa vile kesho ni kushiriki meza ya Bwana unakimbilia na wewe kuomega miongoni mwa wale wanaomega, na wewe unakimbilia kumega mkate wa Bwana. Wewe unajua njia zako haziko sawa kabisa na Mungu, lakini unakimbilia kulia Pasaka. Ole wako kijana, ole wako binti, ole wako mama, ole wako mtoto. Acha kuzoea damu iliyomwagwa pale Golgotha kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Nakwambia acha kuzoea, wokovu ni gharama, na kama unataka uone nguvu ya Mungu ndani ya mkate, ndani ya damu ya Yesu, lazima ujitenge na vyovyote vya ulimwengu. Lazima ujitenge na anasa zote, kwa sababu Mungu anasema watakaomwona ni watakatifu, waliooshwa kwa damu ya mwana-kondoo, waliotakaswa. Mungu anasema ya kwamba kinyonge chochote hakitaweza kuingia katika mji mtakatifu Yerusalemu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, siwezi kukubembeleza kwenye uovu. Lazima nikwambie ukweli ili upone. Siwezi kukubembeleza mwanadamu, kwa sababu najua nisipokueleza ukweli hutaweza kumwona Mungu. Na wengi wanazoelea tu, wanalizoelea neno la Mungu. Kulizoelea neno la Mungu ndio maana unakula Pasaka hata ulisi uwepo wa Mungu, kwa sababu unakula Pasaka huku unazini, huku unasekenya, huku wewe una chuki. Mungu hawezi akashuka kwenye chuki. Mungu hawezi akashuka kwenye masekenyo. Mungu hawezi. Yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, waweza kuzoelea mambo mengine, lakini nakwambia neno la Mungu usiliishi kwa kulizoelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wengi wanatumika kwa kulizoelea neno la Mungu, lakini nakwambia ya kwamba neno lolote lililo baya, lililo jema, uliwahi kulinena kutoka kwenye kinywa chako, ipo siku utaitolea hesabu mwanadamu. Pinga usipinge, kubali usikubali, lakini nakwambia ukweli, neno lolote, matukano yoyote, kila neno liwe jema, liwe baya, kama uliwahi kulinena na kama bado unaendelea kulitamka, nakwambia utayatolea hesabu hayo maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikiliza mwana wa Mungu, nikwambie, utatolea hesabu hayo maneno yako. Endelea kumtumikia Mungu kwa mazoea. Endelea kumuishi Mungu namna unavyotaka wewe. Endelea kutoa matusi ya kila namna. Endelea kuongea uongo na kusema ya kwamba mimi sikuongea, wakati Mungu anapotazama na kuona kabisa uliongea uongo. Sikiliza, siku atakapokuja mwana wa Adamu, nakwambia mwanadamu hakuna neno lolote litakalofichika mbele zake. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, yote wakati wa kuzaliwa kwako mpaka wakati Mungu atakapokuja kukutoa, faili ya maisha yako litaletwa mbele yako. Utajiona kama TV, utajiona kama unavyotazama TV nyumbani kwako. Maisha yako yote yataletwa mbele zako. Mwanadamu utakuwa wapi? Tukisoma katika maandiko matakatifu, wengine watakimbia kujificha kwenye milima inayoitwa Kataa, miti inayoitwa Kataa. Sikiliza, hakuna aliye mwovu, dhambi inatesa. Kubali ili usaidiwe. Nakwambia hivi, leo waweza ukazini ukakataa sijazini, lakini nakwambia faida
maisha yako litakapofunuliwa, hutaweza kumdanganya Mungu. Atakueleza ukweli wa maisha yako yote, hutaweza kumficha. Ongea Mungu, iba, sekenya, lakini nakwambia mwanadamu, huna cha kujivunia. Maana ulizaliwa ukatokea katika ulimwengu huu, huna cha kujivunia. Hebu ishi kila wakati, tafakari njia zako, chunguza mienendo yako, chunguza matendo yako, jipeleze kila wakati ya kwamba huko ninakoenda naenda wapi? Je, natembea kwenye njia iliyonyoka au naingia njia pana inayo potevuni? Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Bwana pesifa. Kitu ninachokizungumza na kitu Mungu alichonisemesha ni kutembea kwenye njia nyembamba, na njia hiyo ni wachache watakaoona. Wengi watataka lakini wasiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Maandiko yanatuambia wazi ya kwamba wengi watataka lakini wasiwezi, na mambo madogo madogo ndiyo yatakayo wafanya watu wasimuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri Mungu ni wa vitu vikubwa? Unafikiri Mungu ni wa vitu vikubwa kwamba atakuhukumu kwa vitu vikubwa? Hapana. Yaani mambo madogo madogo unayoyazoea wewe, unayoona wewe hayafai, hayo ndio yatakayokupeleka motoni. Umeambiwa kusekenya ni dhambi, lakini bado unasekenya. Umeambiwa kutukana ni dhambi, lakini bado unatukana. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwani mtu akinikosea siwezi kumtukana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Hayo ni mawazo yako, lakini nakwambia ya kwamba mambo madogo madogo ndiyo yatakayomfanya mwanadamu asimuone Mungu. Tena yale unaoyadharau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Siku moja nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtumishi wa Mungu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefunuliwa kuzimu na jehanamu. Bwana pesifa. Akaona mtoto aliiba pipi tu. Yaani ile pipi, kwa vile hakuenda kutubu, ile pipi ilimpeleka motoni. Kwa nini ilimpeleka motoni? Alizalao. Kwani hii si ni pipi tu nachukua na kula? Kwani pipi hii nani atakayeniona? Nimeiba. Watoto wanaiba nyumbani, wanafikiri tu ni kawaida. Sikiliza. Siku ile kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Mkubwa kwa mdogo atakusanyika mbele za Mungu aliye hai, apate hukumu ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sisi ni mashahidi, watu wa Mungu wa mahali hapa. Namna ambavyo Mungu ametusaidia sana, hata kulea watoto wetu, hata yaani vitu vingi Mungu ametusaidia. Sikiliza, uzuri hata tenzi ya leo imetuambia kwamba tuasoma dhambi. Hapana, ni kweli kabisa. Uliambiwa hiki ni dhambi. Na Mungu akakwambia ukifanya hivi ni dhambi. Ukimvalisha mtoto wako mavazi hivi na hivi ni dhambi. Lakini bado unamvalisha, bado unamsogeza kwenye dunia. Wakati Mungu anatuambia tuvitupe vyote vya dunia, tumwelekee yeye. Sikiliza, Mungu anapokuja kutusaidia kwamba tujitenge na dunia, hataki aone mchanganyo wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu ananifunulia jehanamu, niliona watoto wadogo wanalia kuzimu, wanaomboleza kwa sababu ya kutokutii maelekezo
leo kwamba huyu ni mtoto asihukumiwe. Sikiliza, kuna watoto watakaohukumiwa kwa sababu ya malezi waliolelewa na wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifa. Si hivyo tu, Bwana Mungu ameendelea kutusaidia sana hata katika watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Basi usiponiamini mimi, basi amini basi hata watumishi wa Mungu wengine wanapokuwa wanafundisha. Bwana sifa. Unaambia mtoto asivae katuni, nguo za katuni bado unavalisha. Unaambia mtoto asivae mambo bado unavalisha. Mambo madogo madogo ndio yatakayomfanya mwanadamu asimuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifa. Unaambia mtoto avae mavazi yanayompasa Mungu. Bwana sifa. Mavazi ya kujistiri. Watu wanavalisha watoto suruali, jinsi, manguo ya ajabu ajabu, halafu wanataka waite uwepo wa Mungu ushuke. Hautoweza kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana watu.